Hii ni Powerbank saa ya pili kutoka hapa Kiganga Airport ndani ya hifadhi ya taifa Ruaha. Bila shaka sijakosea Kamishna. Upo sahihi kabisa. Nipo sahihi kabisa. Yep. Na haya ni matangazo ya moja kwa moja tukiangazia uwekezaji mkubwa sana uliofanyika ndani ya hifadhi ya Ruaha. Tunaambiwa takriban bilioni 75 zimetolewa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba eneo la uhifadhi, eneo la utalii kwa hapa Iringa kwa mfano au uhifadhi ya Ruaha kwa ujumla inapata maboresho ya kuendelea kufanya watalii wanapokuja hapa waone kwamba wamekuja Tanzania yenye upekee, yenye kupendeza na ambayo wataenda kusimulia pahala popote pale duniani. Kitu kikubwa mimi binafsi Brunei kilichonivutia ni malazi. Nimelala pahala pazuri sana. Nilivyowaambia jamani, naombeni bili ya kulala kwangu nilipe mwenyewe. Nimecheka kwa sababu gharama ya kulala ni ndogo, gharama ya kulipia kiingilio ni ndogo na vilivyomo humu ndani ni vikubwa. Imagine naamka na mwana swala yule pale. Naamka naona digidigi wale pale wanapita. Kwa hiyo nimekuwa na usiku mzuri sana ndani ya Ruaha National Park. Kwa hiyo tupo hapa na kiongozi mwenyewe ambaye atatupatia picha halisi ya hifadhi yenyewe ya taifa ya Ruaha ipo vipi, uwekezaji uliofanyika na mipango yao ambayo wanatamani kuifikia ikoje. Tunaye hapa kamishna msaidizi wa uhifadhi Emmanuel Moirana, mkuu wa hifadhi ya taifa Ruaha. Kamishna, kwanza tunashukuru kwa kutukubalia kuja kutembelea hifadhi. Karibuni sana. Ndio. Yep. Tunashukuru sana. Yep. Nimeanza kwanza kwa kusema kwamba kuna takriban bilioni 75 hivi zimewekwa hapa. Yep. Kwa ajili ya kuhakikisha kupitia regrow kuhakikisha kwamba uhifadhi unaongezewa thamani. Hebu tupitishe kidogo kwanza kwenye hifadhi yenyewe ya Ruaha. Mtu anaposikia hifadhi ya Ruaha inapaswa apate picha gani? Ni hifadhi ya namna gani? Alafu tuende kwenye eneo la uwekezaji. Asante sana ndugu mtangazaji. Hifadhi ya taifa Ruaha ni moja kati ya hifadhi 21 zinazosimamiwa na mamlaka ya hifadhi za taifa Tanzania au TANAPA. Hifadhi hii inapatikana kusini mwa Tanzania. Tuko katika mkoa wa Iringa na Mbeya, kwenye wilaya za Chunya, Mbarali na Iringa vijijini. Hifadhi ilianzishwa rasmi mwaka 1964 ikiwa na kilomita za mraba 10,300. Baada ya kukaa muda mrefu kulikuwa na changamoto za maji. Miaka mingi mto Ruaha ambao ni kama moyo wa hifadhi hii ulikuwa ukauki, lakini baadaye ulianza kukauka. Ndio. Na baada ya kufanya utafiti wa kina ilibainika kwamba matumizi ya maji kule juu Mbarali na maeneo mengine yanasababisha mto huu kukauka. Kwa hiyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuona kwa mara ya kwanza kabisa kwamba mabwawa ya Mtera na Kidatu yanashindwa kuzalisha maji vizuri kwa sababu ya kuzalisha umeme vizuri kwa sababu ya maji. Ndio. Basi na tatizo kuonekana kwamba ni matatizo ya maji kule, waliamua rasmi kuongeza maeneo ya Usangu Game Reserve ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Kwa hiyo ukubwa wa hifadhi umeongezeka kutoka kilomita za mraba 10,300 za mwaka 1964 hadi kufikia 18,822. Okay. Kwa hiyo tunavyoongea saizi Ruaha ni hifadhi ya pili kwa ukubwa nchini Tanzania na Afrika baada ya hifadhi ya taifa ya Nyerere. Yep. Lakini ongezeko hilo lilitokana na umuhimu wa hifadhi hii katika uchumi wa nchi. Ndio. Kwa sababu maji yanayotoka Usangu kupitia mto Ruaha ndio yanaenda kwenye mabwawa ya kuzalisha umeme ya Mtera, Kidatu na bwawa kubwa la Mwalimu Nyerere lililoanzishwa hivi karibuni. Yep. Kwa hiyo hapa manake ni hifadhi kwa picha nyingine. Yep. Utaona wanyama, utalii wanyama, lakini kingine kikubwa ni umuhimu wa maji ambayo tunayatumia huko mjini kwenye uzalishaji pia wa umeme na mambo mengine kama hayo. Upo sahihi kabisa. Hapa kuna uhifadhi lakini pia uchumi wa nchi kwa sehemu kubwa umeshikiliwa na hifadhi hii ya taifa ya maji yanayopita yanaenda kuzalisha umeme katika mabwawa yale ya Mtera, Kidatu na Nyerere, lakini ni umeme huo unaotumika kwenye sekta mbalimbali nchini kuanzia viwanda na maeneo mengine mengi.
kuzalisha au kubeba uchumi wa nchi ya Tanzania. Sawa. Kabla tujaenda kuzungumzia mambo mengine mahususi, umesema kwamba kuna ongezeko la ukubwa kutoka 10,200 hivi mpaka 18,822 kilomita za mraba. Yep. Kwa hiyo kwenye ongezeko hili maana yake pia kulikuwa kuna pengine kuwaondoa baadhi ya watu ambao walikuwa wamekaa kwenye eneo la hifadhi na mambo kama hayo. Changamoto kubwa ambayo mlipitia kwenye ongezeko hili na kuhakikisha kwamba mnali hifadhi eneo ambalo linatakiwa kuhifadhi ilikuwa ni ipi kubwa? Changamoto kubwa ni serikali ililazimika kufanya hivyo kwa sababu ya umuhimu wa maeneo yaliyoongezwa ndani ya hifadhi. Okay. Mengi ni ardhi oevu kwa maana inashika maji. Ukizungumzia Usangu, lile ni bwawa, ardhi oevu yote na mikondo ya maji iliyomo ndani. Kwa hiyo ile inavyochukua maji kipindi cha mvua inatunza, alafu inaachia kidogo kidogo yanatiririka ndani ya mto Ruaha. Sasa miaka ya nyuma ilikuwa mto ule ukauki, lakini kuanzia mwaka 93 ndio ilianza kwa miaka ya 90 ndio ilianza kukauka. Lakini katika kufanya hivyo ni kweli kuna jitihada mahususi zilifanywa na serikali, ikiwepo kufanya uthamini na vitu vya namna hiyo ili kuweza kulipa watu fidia na eneo likaingia ndani ya hifadhi. Mchakato huu ulikuwa unaendelea vizuri na kuna baadhi ya watu walishatoka na wengine taratibu zinakamilishwa ili eneo lote liwe ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Sawa sawa. Utofauti, yani upekee wa hifadhi ya Ruaha mmojawapo umesema ni kwamba ni uchumi wa nchi kwa sababu pia utegemezi wa maji yanayozalisha umeme yanategemea pia hapa Ruaha. Lakini kwa mtalii ambaye anatamani kuja kutembelea hifadhi hii ya Ruaha, utamwambia upekee ambao upo hapa ni nini? Yani akija hapa ataona nini na nini ambacho ni vya kipekee? Moja kabisa, hifadhi ya taifa ya Ruaha iko katikati ya mabadiliko ya vegetation kutoka kaskazini na kusini zinakuja kutania ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Kwa hiyo kuna savana na miombo woodland zinakutania hapa. Kutokana na hilo kuna wanyama wengi ambao ni adimu. Kwa mfano hifadhi ya taifa ya Ruaha tuna wale wanyama big four, kwa maana ya tembo wapo hapa, nyati wapo hapa, simba, chui, wale wapo hapa, kasoro faru. Lakini vile vile kuna wanyama ambao hawaonekani kwa urahisi. Kuna mbwa mwitu, kuna swala ambao wanaitwa ron, kuna swala wanaita cebu antelopes. Hawa ni wanyama ambao kwa maeneo mengine hawapatikani kwa urahisi, lakini ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha wapo. Lakini pia tuna jamii mbili za kudu, Greater kudu na Lesser kudu. Hifadhi nyingi zinakuwa na jamii moja. Kama wana Greater wanakuwa na Greater, kama wana Lesser wana Lesser. Sisi wote kwa pamoja wanapatikana hapa kutokana na uoto wa asili uliopo hapa. Upo huo kusini ambao ni miombo woodland, lakini kuna wa kaskazini ambao ni savana imekutanikia ndani ya mbuga hii. Kwa hiyo kutokana na hilo ina maana kuna baadhi ya wanyama ambao wanapatikana hapa kwa urahisi tofauti na maeneo mengine. Lakini aina mbalimbali za jamii ya ndege pia zinapatikana hapa, ambapo inafanya kwa wale ambao wanapenda kuangalia ndege ni moja ya maeneo muhimu au mazuri kwa bird watching, tunaita bird watching kwa wale wanapenda kuangalia ndege. Okay. Sawa, wakati tunaendelea na mazungumzo hapa kuna mtu niliposema mwanzoni kwamba nimekuja hapa nikaomba bili ya kulala kwangu, nimeshtuka kaniuliza mbona husemi kiasi gani? Sasa niseme mwenyewe ni mwachie kamishna. Kwa sababu okay, bili za kulala ndani ya hifadhi. Kimsingi kwanza kiingilio kina tofautiana wageni wa ndani na wa nje. Ndio. Lakini zinaanzia kwa mfano kwa watoto kwenye 2,300, kwa wakubwa kwenye 5,000 kule. Lakini wageni wa nje inaenda mpaka shilingi 90,000 za Tanzania. Kwa hiyo kwa Watanzania 3,000, 5,000 ni hela ndogo. Sawa sawa. Vile vile malazi yanaanzia shilingi 5,000 kwa maana ya hostels. Lakini zile cottage nzuri mzolala nyingi zinacheza kwenye 20,000, lakini mpaka 50,000. Kwa hiyo tuna accommodate watu wa aina yoyote kufuatana na mtu anapenda kulala wapi. Kwa hiyo anaweza kulala vizuri kwa gharama nafuu kabisa. Sawa. Ndugu zangu, kwa lugha nyepesi ni kwamba kuja hapa hifadhi ya taifa ya Ruaha kiingilio ni kuanzia shilingi 2,000. Yaani 2,000 kwa watoto na wakubwa ni shilingi
5,000 pekee. Lakini kingine kizuri kikubwa, maanake watu wengi tukitaka kutembelea hifadhi tunachowaza pahala pa kulala. Jamani, hapa kuna hostels zinaanzia shilingi 5,000. Mimi nimeishiwa nguvu. Shilingi 5,000 tu unaweza ukalala kwenye hifadhi ya taifa ya Ruaha. Lakini ukitaka chumba fulani hivi cha kituristi amazing ndio kinaenda mpaka 25,000, 30,000 mpaka 50,000. Yani ile 50,000 ndio VIP yenyewe, mpaka watu wanakushangaa. Yani unaenjoy nature kwa shilingi 20,000. 20,000 mbali 5,000. 5,000 pahala pa kulala. Hii haijawahi kutokea, na hii ndio maana mtu anatakiwa aje hifadhi ya taifa ya Ruaha. Na mambo kama haya usisubiri tu uambiwe. Kuna muda vya kuambiwa vinaweza vikawa vinatoa tafsiri ambayo ni tofauti. Sasa sisi tumeona, tumeshuhudia na tunakwambia kwamba njoo hifadhi ya taifa ya Ruaha na si pahala pengine kabisa. Sasa tuende kidogo kwenye uwekezaji wenyewe ambao umewekwa hapa Kamishna. Serikali nimeeleza mwanzo ni takriban bilioni 75 zimewekwa hapa. Pesa hizi zimeenda kwenye eneo gani haswa? Kwanza kabisa tunapenda kushukuru serikali ya awamu ya 6 kwa uwekezaji mkubwa iliyoweka. Lengo la uwekezaji huu ni kwamba hifadhi ya taifa ya Ruaha inakuwa ni gateway ya utalii kusini mwa Tanzania. Kwa hiyo kupitia mradi wa RIGRO ambao ni mradi wa kuboresha usimamizi wa maliasili na kukuza utalii kusini mwa Tanzania, ilionekana ili kutimiza hayo malengo, hifadhi ya taifa ya Ruaha imekaa kimkakati kuruhusu watalii kutua hapa na kwenda mbuga nyingine zilizoko kusini mwa Tanzania. Kuna mbuga nyingi kama hifadhi ya taifa ya Katavi, hifadhi ya taifa ya Kitulo, kuna mapori yale ya akiba ya Mpanga, Kipengere na maeneo mbalimbali ambayo ni vivutio yakiwepo ya mapori ya TFS. Kwa hiyo Ruaha imekaa kimkakati hifadhi ndani ya mkoa wa Iringa kama lango la kufungua utalii wa kusini mwa Tanzania. Na kutokana na huo umuhimu ndio maana serikali iliwekeza fedha nyingi. Sasa katika hii bilioni almost 75 ambazo zimewekezwa na serikali, moja ya mradi mkubwa kabisa wa kimkakati ni ujenzi wa viwanja vya ndege. Tunaita airports. Kwa Ruaha zimejengwa 2. Moja ni Kiganga Airport, eneo ambalo tuko na tunafanya hii session hapa. Lakini ya pili inaitwa Ukwaheri ambayo iko kusini mwa hifadhi upande wa Mbeya. Kwa hiyo Kiganga iko upande wa Iringa, Ukwaheri iko upande wa Mbeya. Maana yake ni kwamba watalii wanaweza wakatua hapa au wanaweza wakatua upande ule wa Mbeya, Ukwaheri, ambapo ndio ile Usangu Wetland ipo. Maeneo haya yote yana vivutio mbalimbali vya utalii kwa maana ya wanyama mbalimbali, mimea, miti, maji na shughuli mbalimbali zinaweza zikafanyika ambazo zinaweza kuvuta watalii kwa urahisi. Lakini pindi ambapo mgeni anatua kwa mfano Ukwaheri, ina maana anaweza akatoka na gari akaenda sasa maeneo mengine ya Katavi au kule Mbeya au Mpanga, Kipengere kwa urahisi sana. Kwa hiyo ni miradi ambayo iliwekwa kimkakati kuhakikisha kwamba inasaidia kufungua shughuli za utalii kusini kwa maana ya Iringa na Mbeya ambapo vivutio mbalimbali vya utalii vipo. Kwa hiyo bilioni 75 imeingia moja kwenye viwanja vya ndege viwili ambavyo ni Kiganga iliyopo Iringa na Ukwaheri iliyopo upande wa Mbeya. Lakini kuna majengo mbalimbali, nikimaanisha kwamba kuna cottages za kisasa, tuna hostels za kisasa, tuna ecological monitoring center, kuna drivers accommodations. Haya yote ni maeneo ya malazi ambayo yamejengwa kuhakikisha kwamba tunaongeza idadi ya vitanda vya wageni kukaa ndani ya hifadhi, lakini na maeneo ya wageni kufikia. Lakini mbali na hapo kwenye hizo fedha tumeweza kununua mitambo mbalimbali kwa maana ya magreda, malori, hizi compactors na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungua miundombinu ya barabara ndani ya hifadhi. Hii itasaidia kurahisisha shughuli za utalii ambazo zinaingiza pato ndani ya nchi. Kwa hiyo ilienda kwenye viwanja vya ndege, imeenda kwenye ujenzi wa miundombinu kwa maana ya majengo. Tuna visitor information center nzuri iko hapa jirani, tunaenda kuiona, ambayo inawapa watalii taarifa mbalimbali za hifadhi, namna ya kufika hifadhini na mambo mazuri yaliyopo ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha.
tuna hizo cottages za kisasa ambazo ni nzuri kabisa na naamini mmelala na mmefurahia. Lakini vile vile tuna hostels kwa ajili ya watu wanaokuja kwa groups. Awali tulikuwa hatuna, lakini tuna hostels ambazo zinachukua watu mpaka 130. 60 wanakuwa ni upande wa wanawake, 60 upande wa wanaume, lakini kuna hivyo vyumba 10 kwa ajili ya vya executive kwa ajili ya wasimamizi na watu wengine ambao wanakuja na hizo groups. Lakini tuna hiyo ecological monitoring center ambayo ni nzuri kwa watu wanaopenda kufanya utafiti au watu wanaopenda kulala pale. Ni baadhi ya hiyo miundombinu. Lakini serikali kwa kutambua umuhimu wa jamii katika hizo fedha zaidi ya shilingi bilioni 4.2 zimeenda kwenye component ya jamii. Component hii inahusisha kutoa elimu. Kuna wanafunzi mbalimbali wameweza kusomeshwa kutoka vijiji vinavyozunguka hifadhi ya taifa ya Ruaha katika hizo wilaya 3. Kuna wengine wamesomeshwa kwenye mambo ya kupunguza au kusimamia migogoro baina ya wanyamapori na binadamu. Tunaita human wildlife conflicts. Kwa hiyo kuna VGS kwenye kila kijiji 10 wangapi wamekuwa trained namna sahihi ya kuweza kuzuia wanyama wakali na waharibifu wanaovamia maeneo yao, na wameletewa vifaa kwa maana uniforms na kila kitu. Lakini kuna fedha ambazo ni mbegu kwa baadhi ya vikundi. Zimetolewa kwenye hizo wilaya zote ili kuinua uchumi wa wananchi. Kuna miradi mbalimbali ya ufugaji kwa maana ya nyuki, kuna mingine ni ya kilimo imeweza kufadhiliwa kwa maana ya kutoa fedha za mbegu baada ya vikundi stahiki kuanzishwa kwenye kila wilaya. Lengo ni kuinua uchumi wa wananchi wanaozunguka hifadhi ya taifa ya Ruaha. Kwa kimsingi fedha hizi zimefanya mambo mengi ambayo kimsingi yamebadilisha maisha ya watu, yameweza kuboresha shughuli za utalii, lakini vile vile yamesaidia sasa kutangaza hifadhi ya taifa ya Ruaha kwamba tuko tayari kupokea wageni wa aina mbalimbali na wakapata huduma stahiki ndani ya hifadhi. Yeah. Haya, jamani, tunavyozungumza sasa, kama ukitazama kwa mbali kule ni ndugu zetu wa mamlaka ya anga, viwanja vya ndege na mamlaka ya anga, vitu kama hivyo. Ilivyo bahati tukiwa tunaendelea na mazungumzo yetu hapa, tumewashuhudia nao wakiendelea kukagua uwanja wenyewe na kutazama namna unavyoendelea kujengwa. Kwa hiyo ni dalili nzuri kwamba hapa pana usalama, pana uhakika na pamethibitishwa. Pengine mtu atajiuliza sasa, hapa pengine ni ndege za ukubwa gani zinatua? Kuanzia ndege za watu wachache kwa maana ya 4 5, lakini mpaka ndege zinazobeba zaidi ya abiria 40. Ukubwa wa uwanja ni kilomita 1.8 kwa maana ya runway. Okay. Lakini pia kuna apron ambayo mmeiona hapa, magari mbalimbali yanaweza yakapaki. Alafu ndani kuna majengo ambayo yana shughuli mbalimbali. Kwa mfano ukaguzi, lounge ya watu kupumzikia, kuna departure na arrival lounges na maeneo makubwa mengi. Kwa hiyo ndege zenye uwezo mbalimbali zinaweza kutua hapa. Sawa. Kuanzia wageni wachache mpaka 40 na zaidi wanaweza wakatua hapa. Sawa. Ni kiwango kubwa hicho. Kwa hivyo mashirika ya ndege pia yaanze kutazama vizuri kuja kuwekeza hapa. Umeelezea namna pesa ambazo mmezipokea, mmewekeza kwenye miradi. Kwa hiyo mradi kama huu Kamishna, unaweza ukakamilika lini na kuanza kutumika kwa uwanja wa ndege? Ndugu zangu, hii ni Powerbank kutoka hapa Kiganga Airport. Na jamani, Kiganga haipo Dar es Salaam wala haipo Kilimanjaro wala wapi. Mnayoiona hii Kiganga, tuwataarifuni kwamba ni hapa ndani hifadhi ya taifa ya Ruaha. Uwekezaji mkubwa umefanyika hapa kuhakikisha sekta ya utalii inapata hadhi inayotakiwa. Sasa basi, tupo hapa na kamishna msaidizi wa uhifadhi Emmanuel Moirana, mkuu wa hifadhi ya taifa ya Ruaha, tukizungumza kuhusiana na hifadhi yenyewe, tujifunze, tujue uwekezaji uliowekwa hapa, hali ya utalii ipo vipi na mambo mengine kama hayo. Kamishna, nikimalizana na ndugu zangu NIC hapa, nitaomba kidogo nipitishe kwenye kiwango cha utalii kwenye hifadhi yenyewe, mtu apate picha.
Basi naomba niwakumbushe kwamba shirika la bima la taifa NIC Insurance limekuleteeni bima ya maisha ya majaliwa, au kwa jina lingine ni bima ya maisha ya endowment. Hii ni bima ya maisha inayotoa ulinzi wa kifedha endapo mteja, wewe yani ambaye umekata bima, utafariki dunia katika kipindi cha bima, na pia inafanya kazi katika mpango wa akiba endapo mtu ataishi hadi mwisho wa mkataba, yani kwamba utaendelea kuishi mpaka mkataba wako wa bima unapoisha. Unapo pia bado wanakujali na inafanya kazi. Kwa hiyo naomba nikwambie kwamba ukitumia bima hii utapata fursa kubwa mbili kwa wakati mmoja. Zisikilize fursa zenyewe. Kwanza, kujiwekea akiba na kukuwezesha kutimiza malengo yako ya muda mfupi, ambapo utapata mafao ya mkataba kila baada ya miaka mitatu. Kwa kila baada ya miaka mitatu bima inakupa faida ya mafao. Lakini swala la pili ni kuwalinda wategemezi wako. Yaani endapo utapatwa na majanga au kifo, wale wanaokutegemea pia bima hii itawatazama, itawalinda, na si kuwalinda kwa bunduki. Inawalinda kwa fedha. Yeah. Kwa wanapata ulinzi wa kifedha. Kwa hiyo kwa mawasiliano zaidi tunaomba unaweza ukawasiliana na NIC Insurance kwa maana ya shirika la bima la taifa kupitia nambari za simu za bure kabisa 0800110041 au waandikie kupitia info@nicinsurance.co.tz. NIC Insurance, sisi ndio bima. Sawa, Kamishna. Karibu mtangazaji. Nashukuru. Hali ya utalii kwenye hifadhi hii ya taifa ya Ruaha ipo vipi? Kwa maana ya kiwango cha watalii wanaokuja hapa na mambo mengine kama hayo. Asante sana ndugu mtangazaji. Katika mwaka wa fedha wa 2024-2025 kama hifadhi tulipokea wageni, jumla ya wageni 19,322. Na mwaka huu wa fedha ambao unaisha mwezi wa 6 mpaka sasa hivi tuna zaidi ya wageni 20,000. Idadi ambayo imevuka ile ya mwaka jana. Tunategemea kuanzia mwaka wa fedha 26-27 ambao tunaenda kuanza, idadi itakuwa kubwa zaidi kwa sababu ya impact ya miradi ambayo imewekezwa huko. Ikumbukwe kwamba kabla ya hapo idadi ya vitanda vilikuwa vichache, lakini sasa hivi vitanda vimeongezeka kwa sababu miradi ya ujenzi tu hiyo almost imeongeza vitanda 190. Kwa hiyo tunategemea idadi ya wageni itatoka hii 20,000 ambayo mwaka huu mpaka sasa hivi tumeshafikia kwenda zaidi hata 30,000 huko. Tunaamini kabisa hiyo inawezekana. Na tulikuwa kipindi cha low season ambayo inaanzaga mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 4, wa 5, wa 6. Kwa hiyo sasa hivi tumeshaanza kupik. Kwa mfano mwezi uliopita, mwezi wa 5, hii ni Mei 2026, tumepokea zaidi ya wageni 1,000. Kwa hiyo June tunategemea idadi hiyo itaendelea kuongezeka. Kwa hiyo tukijumlisha impact ya miradi iliyowekezwa, tunategemea idadi ya wageni itoke 20,000 ambayo tunaipata mwaka huu, ambayo tumeshaifikia, kwenda zaidi ya hapo kwenye 30,000 huko. Yeah. Sasa kwa wananchi ambao wanaishi jirani na hifadhi ya taifa ya Ruaha, wao wananufaikaje na uwepo wa hifadhi hii? Kwanza kabisa tuna idara ya ujirani mwema. Hiki ni kitengo ambacho kinashughulika kuboresha mahusiano kati ya hifadhi na jamii. Kupitia kitengo hichi kunakuwa na miradi ya kimkakati inayoibuliwa na wananchi. Kwa mfano mahitaji yale ambayo wao wanaona ya msingi wanaleta, kama uongozi wa hifadhi tunaipitia, inapata baraka. Kwa hiyo bajeti ya mwaka husika inawekwa na kutekelezwa. Mara nyingi inakuwa kwenye maeneo ya elimu, afya, lakini vile vile saa nyingine ni usalama. Kwa hiyo kupitia kitengo hicho kuna miradi mingi imetekelezwa ya elimu. Kwa mfano ujenzi wa mabweni, ujenzi wa madarasa kama shule ya sekondari Dodi, lakini kuna fedha ambazo zinatolewa kwa jamii kuongeza kipato, ni fedha mbegu hizi, kuongeza kipato cha watu mmoja mmoja. Kwa hiyo vikundi ambavyo viko registered katika vijiji vikiwa na uhitaji maalum, wana mchakato maalum wa kupokea maombi yao. Tukisha chakata na kuweka sawa, basi wanapewa fedha mbegu ili waweze kujisaidia wao wenyewe. Lakini kwa mfano upande ule wa Mbeya ambapo tuna wilaya Mbarali,
tunafanya kazi pia na wadau mbalimbali wa uhifadhi ambao ni Six Rivers Africa, kutoa elimu kwa jamii juu ya uhifadhi na kusaidia jamii mbalimbali. Kwa mfano wana shule ambayo inafundisha watoto kutoka maeneo yanayozunguka hifadhi wapate elimu ya namna sahihi ya kufanya kazi za hotels. Kuanzia nafasi mbalimbali zile za hotels, kwa mfano receptionist, kwa mfano mambo ya food and beverage na mambo mbalimbali. Wakishapata elimu inasaidia wao pia kupata elimu ndani ya hifadhi ambazo ziko ndani ya hotels ambazo ziko ndani ya hifadhi ya ikiwa na maana hata ikitokea ajira watu wanahitajika, wao ndio wanakuwa watu wa kwanza kupewa kipaumbele. Wao wanapewa kipaumbele kwa sababu field work wanafanyia ndani ya hizi hoteli za kitalii zilizoko mbugani. Kwa hiyo wanapomaliza zile hoteli zinakuwa tayari zimeshawafahamu na kwa hiyo mark. Kwa hiyo kwa mfano mwaka jana walimaliza wanafunzi almost 40 na kati yao 36 waliweza kupatiwa ajira ndani ya hotels mbalimbali. Sasa wigo unapanuliwa, idadi iongezeke, lakini wanachukua watoto ambao wako katika maeneo yanayozunguka hifadhi. Na inawapa fursa kwa sababu wengine ni darasa la 7, lakini kutokana na elimu wanayopata ikiwepo ya lugha na ujuzi ule, kuna elimu kwa maana ya lugha, lakini kuna ujuzi, lakini vile vile wanapewa namna sahihi ya matumizi ya teknolojia kama computers ili kuweza kufanya kazi zao vema. Kama mtu aliyeko reception ajue namna ya kupokea zile bookings na vitu vya namna hiyo. Kama mtu yuko kwenye food and beverage ajue namna ya kupokea zile orders kutumia electronic methods, lakini baadaye inawasaidia kufanya kazi vizuri katika hotels ambazo ziko ndani ya hifadhi. Sasa kwenye hizi jamii ambazo zinaishi karibu na hifadhi huwa tunasikia kwamba kuna migongano kati ya binadamu na wanyamapori. Sasa pengine tunatamani kufahamu kwa hifadhi ya Ruaha mnatatua vipi changamoto hizo kwa kushirikiana na hao wakazi wa jirani na hifadhi? Ndugu mtangazaji, uko sahihi kabisa kwamba wanyama hawana mipaka. Kwa hiyo mipaka ambayo sisi tulionao ni imaginary, kwamba unaona huu ni mpaka, lakini mnyama kwake huo sio mpaka. Kwa hiyo wanavuka wanaenda maeneo ya jamii. Lakini ikumbuke kwamba maeneo mengine ambayo jamii imejenga au imekuwa yalikuwa yanatumiwa pia na wanyama wale kabla. Kwa hiyo wana ile tendency ya kwenda maeneo kufuata labda madini au maeneo ya kuzalia au ni mapito kuelekea maeneo mbalimbali. Kwa hiyo migongano ipo. Sisi kama hifadhi kupitia kitengo cha ulinzi mkakati tumekuwa tukituma askari kwenda kufukuza wanyama wakali na waharibifu katika jamii. Kwa hiyo tuna utaratibu ambapo viongozi wa vijiji wanapopata taarifa ya uwepo wa wanyama wakali na waharibifu wanapiga simu hifadhini na tunatuma askari kutoka kwenye kituo kilichoko jirani kwenda kuwarudisha. Hiyo ni moja. Lakini vile vile tumebadilisha namna sahihi ya kukabiliana na hizi changamoto. Kwa sasa hivi tunatumia ndege nyuki au drones kufukuza wanyama wakali na waharibifu katika baadhi ya maeneo. Na la tatu ni kwamba kupitia mradi ule wa usimamizi wa maliasili na kukuza utalii kusini mwa Tanzania kwa maana REGRO, tuna component kubwa ya askari wa uhifadhi wa vijiji, tunaita village game scouts. Wamekuwa trained kwenye njia sahihi za kukabiliana na wanyama wakali na waharibifu. Kwenye kila kijiji wako kuanzia 6 mpaka 10 katika vijiji mbalimbali vinavyozunguka hifadhi. Kwa hiyo sisi tumeongea na vijiji, wale wanakuwa ni kama first hand responders wa kwetu. Wanavyoona kuna viashiria fulani ambavyo vinapelekea wanyama kwenda nje, wanatuambia mapema, na pindi wanavyoenda ni rahisi kwamba wale wana monitor wale wanyama walipo, ili askari wanavyoenda inakuwa rahisi. Wanajua exactly wako sehemu gani, zoezi la kuwafukuza linakuwa rahisi. Kwa hiyo imekuwa ni chachu nzuri kwa maana ya kufanya kazi pamoja na jamii kwenye hilo eneo. Kwa ni wahifadhi, wanajamii wahifadhi. Wanajamii wahifadhi ambao sasa wanatusaidia shughuli zile ambazo jamii naona ni changamoto, wao wanakuwa ni jicho letu la kwanza kuona. Alafu sisi tunavyoenda mchakato mzima wa kurudisha au kuwafukuza wanyama unakuwa rahisi. Kimsingi wamekuwa ni chachu na eneo zuri sana katika kukabiliana na changamoto ya wanyama wakali
na uharibifu. Sasa kwenye hifadhi kama hivi huwa tunasikia labda kuna uharamia na uwindaji haramu. Kwa hifadhi ya taifa hii ya Ruaha hali ipoje, na pengine kama tatizo lipo mnakabiliana nalo vipi? Kimsingi ujangili upo, na hii inatokana na ukweli kwamba kuna baadhi ya watu katika jamii hata wafanyie vitu vizuri kiasi gani bado wanakuwa na hizo elements. Sisi kama hifadhi tumekuwa tukifanya doria pale ambapo wanakamatwa, tunawapeleka kwenye vyombo vya sheria. Lakini tumejaribu kuemploy matumizi ya elimu ya uhifadhi kwa jamii. Tumekuwa tukifanya hizi elimu kwa kushirikiana na wadau, kuongea na wananchi, na tunatumia forum mbalimbali kama michezo. Tunaweza tukaanzisha vikombe mbalimbali ambavyo wananchi wanacheza mpira ule, wanapocheza wanapewa ile elimu. Lakini fursa zozote zile za mikutano inayotokea, iwe ni ya kijiji, kila wanaofanya wanatupa taarifa, tunatuma maofisa wetu, wanapewa muda mfupi wa kueleza jamii, kuongea nao ili waelewe kwamba athari za ujangili ni nini na faida za uhifadhi ni nini, na mwisho wa siku wajue kwamba tunahifadhi si kwa ajili yetu, tunahifadhi pia kwa ajili ya vizazi vijavyo. Rasilimali hizi zikiisha, tunategemea kwamba watoto wetu hawataweza kuona wanyama tunaoona. Na itakuwa ni jambo la kuumiza sana pindi mtoto anataka aone tembo, unamwambia tembo zamani walikuwepo, siku hizi hawapo. Unamwonyesha kwenye picha. Sasa hivi wazazi wake wote wameona tembo, lakini wajukuu wanashindwa kuona tembo. Itaenda kuwa kama yale mambo ya dinosaurs kule kusini Lindi kule, ambapo sasa hivi mizoga iko au mifupa ile ipo Ujerumani huko. Unajua amezungumzia tembo. Mimi mhifadhi moja kati ya mnyama napenda kumuona ni tembo. Sasa wakati nakuja hapa nakutana na makundi ya tembo hapa. Kwa hiyo hapa wanapatikana kirahisi. Ukiachana na swala yani siwezi kuzungumzia kwa sababu wapo karibia kila sehemu. Hadi pale nilipokuwa nimelala unawaona hawa wapo dirishani kwako. Ila tembo nilikuwa natamani kuwaona tukiwa tunakuja hapa. Tembo nimewaona. Kwa hiyo hapa jamani, makundi. Nimekutana na makundi kama mawili hivi ya tembo. Unaona bana, kwa hiyo hapa wapo. Na ndio hao ulichokuwa nasema kwamba ni muhimu kuendelea kulinda ili kusiwe kuna historia kwamba kulikuwa kuna tembo, bali wajukuu zetu waje kuwaona. Au vipi? Basi hiyo ni kazi nzuri. Utakuongeza jambo hapa? Hapa kwenye hili eneo hilo la jamii na nini hapo tumemaliza. Nitamani pia ni muulize kuhusu uhifadhi. Kizingatia wakati tunapita tunakuja huku au jana wakati tunakuja pia huku, unaona pia mto Ruaha kwa nafasi yake pia umepita kwenye haya maeneo ya hifadhi. Kwa nikatamani hapo atuambie kuna namna mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri shughuli za uhifadhi kutokana na huo mto Ruaha. Ni kweli athari za mto Ruaha ziko nyingi. Mabadiliko ya tabia nchi itakuwa ni moja ya eneo, lakini vile vile ni matumizi yasiyoendelevu pia ya vyanzo vya huo mto, kwa maana ya upande wa juu wa hifadhi yamekuwa yakiathiri uhai wa mto. Ukiwa kule kwenye Usangu wetland, yale ndio maeneo ambavyo ardhi oevu inakusanya maji na yanaweza kuja. Lakini kwa sasa hivi kuna mifugo inakuwa inaingizwa ndani ya hifadhi. Ile mifugo inapokanyaga inaondoa uwezo wa ardhi oevu kutunza maji, lakini pia inakuwa ni changamoto kwa ajili ya watumiaji au wanufaika wa mto. Labda ikumbuke tu kwamba faida za mto zinaanzia huko juu kwa watu wanaolima mpunga maeneo ambayo kisheria yamekubalika na yako vizuri. Na wananchi wanatumia kule juu. Halafu yale maji yanatakiwa yaingie ndani ya ardhi oevu, yanakusanywa kwa sababu ile ni kama bakuli linalokusanya na kuachia maji yanapita mto Ruaha. Inapotokea mifugo na shughuli za binadamu zinafanyika ndani ya ardhi oevu, ule uwezo wake wa kutunza maji unaathirika. Kwa hiyo ni swala ambalo ni muhimu, kwa sababu faida zake zinagusa nchi nzima na athari zake zinaathiri watu wengi. Kwa mfano chini ya mto Ruaha unaenda Kilombero, kuna ile Kilombero Valley. Yale maeneo yote yanategemea maji yanayotoka kwenye hii mito. Kuna watu wanaolima mpunga, wanafanya shughuli mbalimbali.
Miaka ya nyuma ya maji yanayoenda mengi, ina maana uzalishaji na faida kwa jamii zilizoko chini ukijumlisha na uzalishaji wa umeme ni kubwa. Lakini kwa miaka ya karibuni kuna hiyo changamoto ya mtu kukauka mapema. Sasa japokuwa shughuli za kuathiri mto zinafanyika juu, lakini ile impact inaonekana maeneo yote ya chini na nchi nzima. Mtu mwingine anakuambia hamna umeme, sijui maji yamekata Mtera na vitu namna hiyo, lakini pasipo kujua kwamba sababu kubwa iko juu. Kutokana na hilo, tumekuwa na tukio la kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na umuhimu wa mto Ruaha. Umuhimu wake ni utalii, kwa maana ya wanyama wengi kipindi cha kiangazi wanakuwa maeneo ya mto Ruaha kuanzia juu mpaka chini. Kwa hiyo watu wanakuja kuangalia wanyama na kutalii, wanategemea kuona wanyama maeneo ya karibu na mto. Kwa hiyo ni utalii. Sawa sawa. Lakini vile vile mto huo ndio una faida kule chini. Ni uchumi, kwa maana ya uchumi wa watu wanaofanya kilimo chini baada ya hifadhi. Ukiongelea Pawaga, Mtera na maeneo yote. Lakini vile vile unatumika kuzalisha umeme ambao unatumiwa na sekta karibia zote nchini. Ukienda sekta mbalimbali kuanzia viwanda na nyingine nyingi zinategemea umeme. Kwa hiyo umeme ukizalishwa mdogo unaathiri uwezo wa viwanda kuzalisha zaidi. Unaathiri uwezo wa nchi kupata faida nyingi. Kwa hiyo ni huu mto ni kama ni uchumi wa nchi, ni utalii ambao pia ni sehemu ya uchumi. Lakini kikubwa kabisa, ili kuweza kuweza kuhifadhi huo mto na faida za Usangu, kama hifadhi tumekuwa tukitoa elimu sasa kwa jamii kupitia taratibu za kawaida. Tunafanya nao vikao, tunaongea na wananchi. Lakini kiu yetu ni kwamba ile elimu iwafikie watu wengi. Kwa mfano saizi unapotoa elimu chini, watu wengi hawezi kuona kwamba umuhimu wa mto. Wanaweza wakazani labda wananchi wanazuiwa kulima ndani ya maeneo, kuingiza mifugo, pasipo kujua kwamba wanachokifanya kinaathiri nchi nzima. Sawa sawa. Kwa hiyo katika miaka ya karibuni kumekuwa na hii Great Ruaha Marathon. Huu ni msimu wake wa 5 ambao inafanyika ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Hapo inabidi twende taratibu. Hizo ni mbio unamaanisha, ambazo ni mbio za aina gani? Hizi ni mbio zinazolenga kutoa elimu kwa umma juu ya uhifadhi wa mto Ruaha. Na ukizungumzia uhifadhi wa mto Ruaha, moja unarudi kwenye chanzo kule Usangu ambako unaanzia. Lakini vile vile ujumbe unatakiwa uende unakoenda, kwamba faida za huo mto ni nini. Umeona? Ndio. Kwa hiyo mbio za Great Ruaha Marathon zinafanyikaga tarehe 3 na 4 kila mwaka, na ni mbio pekee zinazoanzia ndani ya hifadhi na kumalizikia ndani ya hifadhi. Nyingi wanafanya zinaanzia ndani zinaishia nje, lakini sisi tunaanzia ndani kwenye mto Ruaha, eneo linaitwa Ibuguziwa. Pale darajani nadhani mliona Ibuguziwa, ndio Ibuguziwa. Zinaanzia hapo. Watu wanafanya matukio mbalimbali. Kwa mfano mbio za mwaka huu za tarehe 3 mpaka 4 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na watu wanaofanya uvuvi. Sport fishing ni moja ya zao la utalii ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Mtu anafanya uvuvi, anavua samaki yule mkubwa, ni utalii. Hiyo moja ya kategori ya shughuli itakuwepo. Pia wengine watafanya walking, watafanya ni walking safari. Wanatembea kuanzia makao makuu ya hifadhi mpaka kwenye mto Ibuguziwa pale. Lengo pia ni kutangazia umma kwamba jamani, huu mto ni kila kitu. Huu mto ni uchumi ambao unagusa taifa zima. Kategori ya 3 itakuwa ni mwaka huu tumeianzisha, hii ilikuwa haipo. Hii ni ya cycling. Wale watu ambao wanapenda kuendesha baiskeli ndani ya hifadhi. Kwa mwaka huu litakuwa kama zao moja wapo. Wataendesha kuanzia hapo mtoni, wanaenda mpaka kwenye jamii nje ya hifadhi na kurudi. Lakini ya 4 sasa na muhimu kuliko zote ni tukio la marathon. Kutakuwa na wakimbiaji wa kilomita 5, tutakuwa na wakimbiaji wa kilomita 10 na tutakuwa na wakimbiaji wa kilomita 21. Ndio. Wote wanaanzia kwenye mto Ruaha pale Ibuguziwa, wanakimbia kila mtu na njia zake, lakini wanakuja kumalizia pale pale.
Ila ujumbe mkuu tulionao ni kwamba tuhifadhi mto Ruaha kwa sababu ni muhimu sana. Mto Ruaha ni utalii. Wageni wote wanakuja wanategemea kuona wanyama wanakunywa maji kutoka mto Ruaha. Mto Ruaha ni uchumi. Watu juu na chini ya hifadhi wanategemea mto Ruaha kwa ajili ya kilimo na shughuli mbalimbali. Lakini mto Ruaha pia unachangia uzalishaji wa umeme katika mabwawa ya Mtera, Kidatu na bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo ni kubwa. Kwa hiyo tukiathiri, ina maana uwezo wa kuzalisha umeme unapungua, jambo ambalo linaathiri sekta nyingine zinazotegemea umeme nchini. Tukiua mto Ruaha, utalii utaathirika kwa sababu wanyama hawataweza kuishi, na mbaya zaidi pengine italazimu baadhi ya wanyama watoke ndani ya hifadhi kwenda nje ya hifadhi kwa maana ya maeneo ya jamii kutafuta maji. Kwa kufanya hivyo itaongeza migongano baina ya wanyamapori na binadamu. Sababu watakuwa wamevamia eneo la sawa kabisa. Kwa hiyo ni mbio fulani ambazo ukiacha tu kwamba mbio huwa ni michezo na ni afya, watu wanajiweka fiti. Lakini pia ndio dhana ya utalii na kuna dhana ya uchumi kutokana na mbio hizo. Sawa. Na tunategemea mgeni rasmi kwenye mbio za mwaka huu atakuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba. Ndio mgeni rasmi ambaye atakuja kwenye mbio hizo tarehe 3 na tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na zitafanyika eneo la Buguziwa ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Watu wataanzia hapo na kumalizia hapo. Sawa. Bana, kwa hiyo tunajisajili vipi kwenye hizo mbio, Kamishna? Ziko njia 2 au 3 za kujisajili. Moja, kwa wakazi ya wananchi walioko mkoa wa Iringa, tuna banda liko pale maktaba ya mkoa. Wakifika pale kwenye banda wanaweza kujisajili na kupata kits kwa ajili ya kukimbilia. Lakini unaweza kujisajili online. Unaingia kwenye website ya www.greatruahamarathon.co.tz. Pale unaweza kujisajili ukapata kits. Lakini 3, unaweza kuingia kwenye Instagram katika page ya @greatruahamarathon. Hapo pia unaweza kujisajili na kupata kits. Sawa. Na siku zimeisha, zimebaki chache sana. Tunaamini yote atakayeweza kujisajili itakuwa ni nzuri, na very soon tunaanza kutoa kits kwa wale wote ambao wamejisajili ili waweze kushiriki. Labda la mwisho kabisa ambalo ningependa kuweka hapo ni kwamba serikali ya awamu ya 6 pia imefanya jambo moja kubwa sana, na huu ni ujenzi wa barabara ya lami kutoka Iringa mjini mpaka kwenye lango la kuingilia hifadhi ya taifa ya Ruaha, wanaita Y Junction. Mimi na hawa ndugu zangu imenipa wakati mgumu kidogo usiku. Ni kwamba walijutia kuja wenyewe kwa sababu vyumba ni vizuri, mazingira ni tulivu. Wameona ni matumizi mabaya sana ya kuja hifadhini mwenyewe. Kwa hiyo walitamani kuweka historia zao huku hifadhini. Kuna mmoja akasema bwana, kumbe ningejua ningekuja na mchumba wangu, swala la kumvisha pete ningefanyia huku. Niwaambie tu kwamba mimi nitawapa fursa nyingine ya kuja, mje mpumzike mkiwa na wenza wenu. Kama kweli anakupenda, basi akulete hifadhi ya taifa ya Ruaha. Karibuni sana. Asante sana. Tumefikia mwisho. Basi nakushukuru, asante sana. Nashukuru, asante pia. Tunashukuru sana. Sawa, karibuni sana. Kwa hiyo ndugu zetu mliokuwa mnatufuatilia live kwenye YouTube channel ya Bongo TZ FM pamoja na kutusikiliza kwenye radio, sisi tunawashukuru sana. Hii ilikuwa ni Power Bank kutokea hapa Kiganga Airport ambayo inapatikana ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha hapa Iringa, Tanzania. Jina langu mimi ni Brunide Mlao. Mimi ni Lambert. Wewe ni Lambert. Nyuma ya kamera alikuwepo Joe Creator, Arnold Kawalika pamoja na mtozi wetu Abdallah Ubaidullah Ali, bila kumsahau Arnold Filmon. Alikuwa anahakikisha pia mambo yote yanaenda vizuri huko. Sisi tunawashukuru sana. Bye bye.